Yaani wewe ulianzia wapi? Mi nilianziaga kujua kwanza maana ya forex yenyewe, nikajaribu kuangalia angalia na baadhi ya concept za forex. Mm. Baadaye nikaanza kutrade, lakini safari yangu kiujumla haikuwaga nzuri. Sawa. Sasa kaka, kwenye hii nani hichi ambacho tunaenda kukisoma leo ni kimebase kwenye price action. Tuko pamoja? Ndio. Tukisema price action ni jinsi soko linavyotembea. Sasa kwenye kutembea, kwenye jinsi soko linavyotembea kuna mionekano tofauti, ndio tunaita nini? Structure. Unakuta linatembea kwa kwenda juu, litatembea kwa kushuka chini, litatembea kwa sehemu moja kwenda juu na chini. Kwa hiyo price action ndio inakusanya vitu kama hivyo. Lakini kabla kabisa ya kujua vitu vyote tunatakiwa uielewe candlestick yenyewe, kwa sababu ndio unaenda kuitumia kufanya uamuzi wa kuingia, uamuzi wa kutoka na uamuzi mwingine ambao unakuwa unafanya sokoni. Tupo pamoja? Kwa hiyo Ndio. sasa kwenye session yetu mpaka ambapo tutakuja tufike mwisho wa session mpaka tumalize mentorship, kuna hivi vitu lazima tutakuwa tumevipitia. Kitu cha kwanza kabisa tutaanza na candlestick anatomy. Sawa? Yaani ndio hiki ndio Sawa kitakuwa kitu cha kwanza, candlestick anatomy. sawa sawa. Alafu kuna kitu kinaitwa candlestick psychology. Tutapitia kimoja baada ya kingine. Alafu baada ya hapo kuna kitu kinaitwa market structure. Baada ya market structure kuna kitu kinaitwa top down analysis. Kwa hiyo kama utakuwa na vinote sehemu utavinote, ili tukiwa tunamaliza kimoja baada ya kingine unakuwa unakuwa tayari unajua kwamba hiki tushatoka. Baada hapo tutapita kwenye risk management, ambayo itakuwa ni kama addition kwenye masomo yetu, risk management. Baada ya pale sasa tutaendelea kuwa kama familia, sio kwamba tutaishia hapa, ndio? Kwa sababu hata kama tukimaliza kusoma bado kuna ile experience lazima utakuwa unajaribu kushare hivyo. Kwa hiyo tutakuwa kama familia na wanafunzi wangu wote ndio tunaenda kwa huo mfumo. Unaona Haina shida blaza. Haya. Sasa kwenye candlestick anatomy, tukianza na candlestick anatomy, kwanza before hapo vitu vya kwenye broker margin, free margin, leverage, hiyo venyewe sawa, si ndio? Vyote hivyo mimi navielewa. Hapo fresh, hamna shida. Kwa hiyo twende moja kwa moja. Kwa hiyo tukienda kwenye candlestick anatomy, kipi ambacho naenda kukiongelea kwenye candlestick anatomy ni muonekano wa candle. Yaani ile candle ina muonekano gani? Sifa ambazo candlestick inakuwa nazo. Ninakuwa Sawa? nazo. Ili tuite candlestick. Na kwa nini sasa watu wanapenda sana kutumia candlestick chart kuliko kutumia hizi aina zingine za chart kama line chart na chart zingine? Ni kwa sababu candlestick chart ndio imebeba taarifa zote. Kwa sababu ile candlestick moja tu imebeba information nyingi zaidi zaidi ya nini? Ukitumia line chart kama hivyo. Ukitumia line chart kama hivyo utaona kitu kama hicho tu. Lakini kwenye candlestick chart ndio imebeba information za kutosha kwamba kipi ambacho kinaenda kutokea. Tu pamoja. Kwa hiyo sasa Tupo pamoja. tukianza na candlestick anatomy, tutaenda kupitia candlestick zipo za namna ipi. Kwanza unapenda sana kutrade pair gani kwanza? Ili ndio tunaitumia hiyo pair kwenye kusoma kwetu pote, kwa sababu anatakiwa na pair moja. Gold. Sawa, ngoja tuende kwenye gold sasa. Tuende kwenye gold huko. Ili ukiwa unaenda kurudia unakuwa unarudia kitu ambacho wakishakipitia. Haya. Sasa candlestick anatomy maana yake ni nini? Ni muonekano wa candle. Candle ina sifa gani? Tukitofautisha candlestick ya buyers na sellers, huwa tunazitofautisha sehemu ambazo soko linaenda linafungua na pale ambapo ile candle inaenda kufunga. Kwa hiyo utofauti mkubwa wa zile candle mbili ya buyers na sellers ndio tunatofautisha kwa hivyo. Tukianza sana candle, mfano tukianza na candle ya sellers. Candle ya sellers sifa zake kwenye candlestick anatomy ina opening price, hiyo candle ya sellers, na pia ina closing price. Kingine inakuwa ina nini? Inakuwa na hizi lowest price ambayo ile candlestick ilifika, na inakuwa pia ina highest price ambayo ile candle ilifika. Sometimes kuna candle ambazo zinakuwa hazikuonyeshi ile rejection. Unakuta ni candle tu ina move
bila kuonyesha rejection yoyote. Sasa hiyo ni pati nyingine ambayo ni pati ya nini, ya psychology. Kwa nini zile candle zina print namna hiyo? Yaani unakuta tu candle ina move bila hata kuacha kimkia kidogo, inaendelea moja kwa moja, sawa eh? Lakini vitu ambavyo tutaenda kuvipitia uvijue ni kwamba candle inakuwa ina hivyo vitu, inakuwa ina highest price ambapo ile candle ilifika, inakuwa na lowest price, inakuwa na opening price na closing price. Hiki kinakusaidia nini sasa? Hii inakusaidia, mfano umeenda kwenye platform mpya ukakuta labda zile kendo zinatofautiana rangi, unakuta labda umekalili kwamba bearish kendo ni nyekundu, bullish kendo ni ya kijani, ukakutana na platform nyingine kuna nyeupe na nyeusi. Sasa kuzitofautisha ni lazima uangalie opening price na zile closing price za zile kendo zinapoenda ku open na pale unapoenda ku close. Tukianza na kendo ya sellers, it means opening price yake inakuwa kwenye highest price, inaenda ku close kwenye lowest price, kuonesha kwamba ile price ina sell, inapungua price, ndio? It means sellers wanashusha soko. Kwa hiyo opening price ile candle inakuwa ni above, closing price ya ile candle inakuwa ni below. Pia hizi rejection zinakuonyesha kwamba soko lilifanya kufika sehemu fulani lakini halikuweza kuclose kwenye ile area. So linatoa details kwamba hii candle ilijaribu hadi kufika haya maeneo kwenye ile lowest price ambayo iliweza kufanya kufika. Kwenye hii rejection ya juu inakuonyesha kwamba ile candle iliwahi kufika kwenye highest price sehemu fulani lakini haikuweza kuclose yale maeneo, bali ilikuja ika close huku chini, lakini huku na penyewe pia iliweza kufika. Hapo tuko pamoja? Ndio. Sasa unaweza kuja ukauliza swali baadaye kwamba hasa kufahamu opening price na closing price itanisaidia nini? Hiki kitu tunachokisoma hapa, candlestick anatomy na candlestick psychology, ndio kitu ambacho tutaenda kukitumia mwishoni kwa masomo yetu kwenye kufanya top down analysis, kule mwishoni kwenye kufanya maamuzi ya mwisho. Utaona tu the way tunapoenda kutumia. Ila kwa sasa hivi unatakiwa tu nielewe kawaida kwamba opening price inakuwa same fulani, closing price inakuwa same fulani. Hizi rejections zinaonyesha ni highest price market ilipofika. Hii rejection ya chini inaonyesha ni lowest price market ilipofika. Tupo pamoja? Ndio. Hiyo ilikuwa ni case ya candlestick ya ambayo imebeba taarifa ya sellers. Tukienda kwenye candlestick ambayo imebeba taarifa ya buyers, chini nikusubiri kidogo utulie ndio tuendelee. Endelea, tunakusikia. Sawa. Tukienda kwenye candlestick ya nini? Ya buyers inakuwa ina opening, inakuwa pia yenyewe na opening price na closing price. Ingawa utofauti inakuwa kwamba opening price inakuwa ni below, alafu closing price inakuwa ni up. Highest price market ilipofika ina remain constant, na hii lowest price market ilipofika pia itakuwa ipo pale pale, lakini utofauti tu hizi candle ni sehemu hizo open na sehemu ambapo imeenda ika close. Hapo tuko pamoja? Hello? Steam mtandao. Hello? Hapo tuko pamoja bro? Hapo tupo pamoja. Naona sijui issue ni mtandao. Sawa. Sasa hiyo ndio ilikuwa ni case ya candlestick. Sasa candlestick anatomy ni hivyo tu ambao unatakiwa tu uwe awareness, ujue kwamba kuna opening price, kuna closing price, kuna highest price ile candle ilipofika, kuna lowest price ile candle ilipofika. Sasa pati ya muhimu zaidi ni candlestick psychology, ndio ambacho tunaenda kukiongelea. Kio tunaongelea candlestick psychology, kuna vitu viwili ambavyo tutaenda kubase. Cha kwanza tutaenda kubase kwenye body size ile candle. Tutaenda kuongelea body size, na kitu kingine tutaenda kuongelea rejections. Hizo rejection ambazo hizo tails ambazo market inakuwa inazi print hizi rejection. Kwa hiyo tutaongelea body size, tutaongelea body size, alafu tutaongelea rejection. Sasa hivi ndio vitu vya muhimu sana. Kabla hujajua structure, hujajua vitu vingine. Hiki ni kitu cha muhimu kwa sababu kinakufanya wewe upate kujua kwamba hii candle inaniambia nini. Sasa tukiongelea body size za candle au ule mwili wa candle, body size inaanzia kwenye opening price ya candle, sawa, hadi kwenye ile closing price ya candle. Hii ndio inaitwa body size. Hizi rejection huwa hazihusiki kwenye body size. Ni same tu ambapo soko lilifika kulingana na ile candlestick, lakini hazikuweza kuclose hilo eneo. Sasa tunaendelea. Inamaanisha sasa body size za candles zinakusaidia nini? Body size za candles zinakupa taarifa ya wingi au uchache wa buyers au sellers according to ile candle labda ni ya seller au ile candle ni ya buyers.
So body size ya candle inakupa taarifa ya kuangalia kwamba sawa, buyers walikuwepo. Je, walikuwepo kwa kiasi kipi? Au Kwa sellers kiasi gani? walikuwepo? Walikuwepo kwa kiasi gani kulingana na ile candle ambayo imeprint. So body size ya candle ikiwa ni kubwa, it means inaonyesha kwamba kuna buyers wengi in case kama ni ya buyers, na kuna sellers wengi in case kama ni ya sellers. Tuko pamoja? Rejections zinakuonyesha nini? Rejection hizi zinakuonyesha ukinzani wa buyers au sellers kulingana na ile rejection imetokea wapi. Rejection kama imetokea chini kama huku, it means tunaona buyers ndo walifanya reject, ndio. Kama rejection imetokea juu, it means ni sellers wali reject. Sasa tunaenda kuongelea kiundani sasa hizi rejection zinakuaje na unaelezeaje na kujua kipi ambacho kimetokea. Mfano, ukiangalia candle ya bearish. Hii candle ya bearish, it means opening price ya hii candle ilikuwa ni wapi? Ilikuwa ni hapa. Sawa? Na ilivyo open tunaona kwamba ukiwa unaelezea sasa tunaona kwamba, ngoja nikisogeze kimstari hapa. Ili open haya maeneo. Na baada ya kuopen hii candle tunaona buyers walijaribu kupush kwenda juu kidogo, lakini hawakufanikiwa. Sellers waliingia wakapush hadi kufika kwenye hii lowest price. Hii lowest price. So kwenye haya mazingira buyers pia waliingia, wakaenda wakarudisha hii price mpaka haya maeneo. Lakini sasa buyers walioingia hawakuweza kuwatoa sellers. Kwa sababu gani? Taarifa ya body size ya candle inakupa kwamba hii candle ilipo open na ilipo close inaonyesha kwamba kuna sellers walibaki. Sasa mwisho wa siku sasa kuna ile situation ambayo inafika kufanya maamuzi kujua hii candle nani ambaye alikuwa yupo strong sana na nani ambaye hakuwa strong sana. Watu na compare hizi rejection. Ukiangalia sehemu ambayo price imetoka, ilitoka kwenye ngapi? Ilitoka kwenye 4900 mpaka 4918, si ndio? Hii ndio sehemu ambayo buyers wafanyaje? Walikuwa wanapinga ile movement ya sellers. Lakini sellers wanaonekana wamechukua part kubwa sana. Sawa, wamechukua part kubwa sana kuliko hata buyers wafanyaje wale reject. Sasa hii candle ukiikuta itakupa taarifa kwamba sellers walikuwepo na walibaki kuwa strong na walibaki kuwa wengi, ingawa buyers pia walionekana haya maeneo wanaonekana kupinga ile movement ya sellers. Hiki kitu kinakusaidia sana hasa pale ambapo unaenda kufanya maamuzi ya kubonyeza buy and sell, kwa sababu zile candles zitakupa tu taarifa uingie au usubiri candle nyingine. Unaona yaani usubiri sasa lakini before haya yote sasa lazima ujue structure, lazima ujue top down analysis. Hiki ndio kitakuwa kitu cha mwisho kwenye kufanya uamuzi sahihi. Unaweza kuwa sawa umesubiri kwenye zone sahihi, labda ni ya support ubai, lakini ile candle itakayoprint kwenye support zone ikawa inakwambia subiri kwanza, usubiri bullish candle iprint hapa ndo uingie, au subiri candle iprint namna hii ndo uingie. Tupo pamoja? Tupo pamoja. Sasa hii ni sehemu ambayo unatakiwa uelewe sana zaidi ya sehemu zote. Haya, tukija kwenye hii candle nyingine tena, tukielezea psychology ya hii candle inatuambiaje? Ukiangalia psychology ya hii candle, kwanza ina body size ndogo, pia inaonekana kulikokuwa kuna highest price ambapo market ilifika, kulikuwa kuna lowest price ambapo market ilifika. Lowest price market ilifika ni hapa. Sasa hii candle opening price, usije ukachanganyikiwa. Kuna wengine wanachanganya, unakuta anasema mbona hii candle imeopen hapa afu ikaacha gap. Hizo ni zinatokea tu kwenye structure za soko, lakini wewe kitu kikubwa angalia opening price ya ile candle. Maana market kuacha gap ni swala la kawaida tu kwenye soko. Sawa? Ni swala la kawaida. Sawa. Lakini kitu kikubwa angalia candle, kwa sababu una trade with candle basi. Kwa hiyo opening price ya hii candle ilikuwa ni hapa below, closing price ya hii candle ilikuwa ni hapa juu. Sasa hii kwa watu ambao wanasoma candlestick patterns wanaweza kuita doji. Lakini mimi ambacho nitaenda kukufundisha ni utakuwa na uwezo wa kuexplain candlestick pattern yoyote ile ambayo unakutana nayo na ukaelewa kipi ambacho kilifanyika pale na nani aliyebaki na nani alikuwa strong. Ukiangalia hii candle opening price ilikuwa ni hapa below, na hii candle ilivyo open tuliona sellers walipushi soko hadi kuja huku chini. Then buyers wakapushi soko kulipeleka hadi kwenye highest price huku juu. Baada hapo sellers wakareject kidogo, lakini waliwaacha buyers ndani yake. Sasa hii inakupa taarifa gani? Nani ambaye alikuwa yupo strong? Aliyekuwa strong ukiangalia ukiangalia umbali kutoka hii eneo ambao buyers walipush hadi hapa, tunaona buyers walikuwa strong zaidi ya walio reject sellers. Ingawa buyers walibaki wachache. Hawakuwa strong hivyo, walibaki wachache. Tupo pamoja? Tupo pamoja. Sasa hii itakusaidia nini? Sasa hiki kitu mfano ukikikuta kwenye
unataka kufanya maamuzi ya kubai, utasubiri kwanza. Kwa sababu gani? Sawa, buyers walibaki, lakini unaona walibaki wachache according to body size ya candle. So kuna probability maybe sellers wakaja tena kureject mara ya pili. So hapo hiyo inakujenga kusubiri entry nzuri baada ya kujua structure na vitu vingine vingi. Inakujenga kusubiri entry nzuri sokoni. Tuko pamoja hapo? Ndio. So tutaendelea tu. Tuna candle zingine, maybe tunaweza kupata candlestick nyingine tukaielezea candlestick nyingine. Haya. Sasa kuna utofauti. Unaziona hizo candle mbili? Hii hapa na hii hapa. Structure ukiziangalia muonekano wa zile candle upo sawa, si ndio? Lakini undani wa hii candle upo tofauti. Ukisoma doji, wale watu ambao wanasoma doji, hizi ndo zinaitwa doji. Zinatoa taarifa ya kwamba kuna indecision, maana yake haijulikani nani alikuwa yupo ana control soko. Wengi wao wanazitumia vibaya. Wengi wao wanazitumia vibaya kwa sababu ule undani wa ile candle anakuwa hajauelezea vizuri. Hii doji ukiikuta unataka useli, ambayo itakuwa ina high probability nzuri ya wewe kuingia sell, at least ni hii doji ambayo ina sellers ndani yake. Lakini doji yenye sellers, yenye buyers ndani yake inakuwa sawa, ni doji na inatoa taarifa sawa, lakini bado unaona kulikuwa kuna uwepo wa buyers ndani ya ile candle. Hiyo ikiwa na taarifa ya kwamba kama unasubiri kuseli, subiri kwanza, subiri bearish candle. Tupo pamoja? Ndio. Haya, kwa mfano hapa hii candle ni sawa na hii, lakini ukiangalia hii candle opening price ya hii candle ilikuwa ni hapa below. Baada ya hapa soko sellers walipush soko kwenda chini, buyers wakaja wakalipush kwenda juu, then sellers wakaingia, lakini wakabakiza buyers ndani yake. Tukiangalia hii candle ili open hapa juu, buyers walipush kwenda juu, sellers wakapush kwenda chini, buyers wakarudi tena, lakini wakawabakiza sellers. Ukiangalia psychology hizi candle ziko sawa, lakini tukienda kwenye upande wa nini upande wa asilimia nani ambaye alikuwepo alibaki sana kwenye candle ya kwanza, tunaona buyers ndo walokuwepo, lakini sellers pia walireject kwa sehemu kubwa, lakini nani alibakizwa? Buyers ndo alibaki, kwa sababu candle bado inaonyesha kwamba opening price ni chini, closing price ni juu. It means buyers walibaki ndani ya ile candle. Kwenye hii candle nyingine ukiangalia sellers ndo waliobaki ndani ya ile candle. Hivi vitu unaweza kuvitake simple, lakini vitu ambavyo vitakusaidia sana before tujasoma structure na vitu vingine vingi. Vitakusaidia mno kwenda kufanya uamuzi sahihi. Uko pamoja? Ndio. Yaani unatakiwa uelewe kuzielezea candlestick. Mfano hata hii candle unaiona hapa. Opening price ya hii candle ilikuwa ni hapa, na sellers walionekana kureject, kurudisha soko hadi haya maeneo. Buyers walipush hadi huku juu, then sellers wakareject, wakawabakiza buyers kidogo ndani yake. So taarifa hii ya hii candle ni kwamba buyers walikuwepo kwa wingi, kwa sababu tulivyoona walivyoreject kwenye hii price, umbali walio reject si sawa na umbali ambao wamereject nani, sellers. So buyers walikuwepo na walikuwa strong. Taarifa ambayo inaonekana hapo kwenye hiyo candlestick. Hasa hii inakusaidia kuliko kukalili zile ambazo unaweza kusema mtu akana kalili kwamba ukiona bearish ngapi kama hii, maana yake sell. Wewe utakuwa tofauti na huyo mtu, kwa sababu utakuwa unaelewa. Hata ukitaka kuexplain kuanzia hapa hadi hapa kwenye hiki kiboksi, ukitaka tu kuelezea psychology ya candle kwenye hii area tu hii, utajua tu kwamba nani ambaye alikuwa yupo strong. Kwa mfano, let's say unaambiwa uelezea hapa psychology za hizi candle au hii movement iliyotokea hapa. Ukiangalia hii candle, body size ya hii candle kwanza inakuonyesha buyers walikuwa strong. Baada ya hii body size, ukiona hii candle nyingine, hii candle ya sellers, it means hapa sellers waliingia, ingawa buyers tena walireject kidogo, si ndio? Tukija candle nyingine, tunaona buyers walikuwepo kidogo, kwa sababu candlestick ilionyesha kwamba body size yake ni ndogo, si ndio? It means buyers walikuwepo, lakini walikuwepo kwa uchache. Candlestick iliyokuja hii ika close below opening price ya hizi candle na closing price ya candle ya sellers, ika close below. Psychologically it means inaonyesha kwamba sellers wameingia kwa wingi na wamereject na wa close below sehemu ambao hii candle ilishindwa ku close. Hii ikiwa inakupa taarifa kwamba kuna probability sana kubwa ya sellers kwenye candle inayofuata waka drop na soko. Sasa vitu ambavyo unaweza kuvihusisha hapo sio hicho tu, structure, zone na factors zingine nyingi ambazo tutaenda kuzipitia. Lakini hapa nakupa tu ile overview kwamba unaweza kuwa na explain chart na kujua kitu gani kinaenda kutokea. Sawa. Hapo tumeelewana Una swali labda? Hamna, tuendelee. Okay.
Sasa baada ya hapo, kama umeelewa vizuri kwenye candlestick psychology, tutaingia part nyingine kwenye market structure. Market structure tutaenda kupita ujue aina za structure za soko. Maana hiyo ilikuwa ni part tu moja ambayo ni ya muhimu sana, ili tukifika kule mbele tusirudie. So tukienda kwenye structure za soko, kuna aina 3 za structure ambazo ni main structure ya soko. Aina ya kwanza kuna aina ya kwanza ya soko ambayo inaitwa trend. Sawa? Kuna aina ya kwanza ambayo inaitwa trend. Mbona kinanikinga tena? Kuna aina ya kwanza inaitwa trend. Kuna aina ya pili ya soko inaitwa range, na aina ya 3 inaitwa consolidation. Hizi ndio aina 3 za soko. Unaona? Kwenye hizi aina 3 za soko ndio soko lina move kwa structure hizi 3. Tukianza na structure ya kwanza ambayo ni trend, inakuwa imegawanyika mara mbili. Sawa, trend inakuwa imegawanyika mara mbili ambapo kuna uptrend na downtrend. Sasa uptrend and downtrend, uptrend inakuwa soko linaonekana lina move kwenye structure hii. Sawa, lina move kwenye hii structure, ambao wengi wao sasa wanapenda kuita high low, lakini hicho kitu hakiwezi kusaidia sana. Kitu kikubwa unatakiwa ujue impulsive movement ya ile soko na retracement movement ambayo imefanywa kwenye ile soko. Sawa? Na ujue ku identify vizuri, ambao tutaenda kuvipitia. Kwenye downtrend soko litakuwa lina move na namna hii. Hii ndio tunaita ni downtrend structure ya soko. Sawa, ambao hii structure inakuwa imebeba upande wa nani? Wa sellers. So kwenye trend inakuwa imegawanyika namna hiyo. Sasa kwenye kila movement, kwenye kila structure unayoiona ya soko inakuwa ina movement mbili, ambapo movement ya kwanza ni impulsive movement na movement ya pili ni retracement movement. Sasa tukianza na impulsive movement, ni movement ya soko ambayo ipo sawa na uelekeo wa soko husika. Kama soko lina buy, ni ile movement ambayo ina support ile soko liendelee kufanya kupush kwenda juu. Na kama soko lina sell, ni kama soko lina sell, it means ile movement ambayo inasaidia ile soko liendelee kufanya kwenda juu. Sasa kwa nini soko linafanya retracement? Tunapofahamu retracement ni pale ambapo soko linaenda opposite kidogo kutafuta nguvu ya kuendelea na ile continuation ya ile soko kuendelea na impulsive movement nyingine, kwa sababu soko halimove kama moja kwamba litamove tu kwenda hivi. Hapana, kuna some retracement, kuna some impulsive, kuna retracement, hivyo mwisho wa siku ndio linazidi kuendelea kupanda kwenye price zake. Sasa jinsi gani sasa ambavyo utakuwa unaweza kuziidentify hizi impulsive movement? Hicho ndio kitu cha muhimu. Tutaenda kupitia jinsi ya kuidentify hizo impulsive movement, kwamba huu ndio mwanzo wa impulsive na huu ndio mwisho wa impulsive. Huu ndio mwanzo wa retracement na ninatakiwa nisubiri hapa ili niingie, nisubiri hapa ili niingie. Tutapass hizo sehemu zote. Ila kwa sasa hivi elewa tu structure kwa kuziona kwamba hii ni uptrend, hii ni downtrend. Sasa structure ambazo nimekucholea hapa si sawa na structure ambayo ipo kwenye uhalisia wa soko. Soko linakuwa na structure ambazo ni complicated sana. Ndio maana ukitumia kumuelekeza mwanafunzi kwa kumcholea hivi, afa akirudi kwenye soko, unakuwa kuna vitu viwili tofauti. Yaani the way candles zinavyoenda kuprint sio sawa, haziko smart kama kinachoonekana hapa. Sawa? Kwa hiyo tutakuwa tunapita pote, tunapita kwenye hii ili upate awareness kwa muonekano, afu tunarudi kwenye chart. So kwa hapa ukiangalia kuna movement mbili ambayo impulsive. Impulsive movement ni hiyo namba 1, afu retracement movement ni hii namba 2. Hii namba 2 ndio tunaita retracement. Hii hapa. Yaani niandika hapa nikisogeze kidogo. Hii hapa namba 2. So itakuwa ina move hivyo. So hii impulsive, retracement, impulsive, retracement, impulsive, retracement na kuendelea. Tukirudi kwenye hii upande huu, it means impulsive itakuwa ni hii ambayo ina drop, and then retracement itakuwa ni hii hapa ambayo inaenda opposite kidogo na trend ambayo ni hii hapa. Pamoja. So hii ndio kwa retracement impulsive, retracement impulsive. So soko linakuwa na move mfumo huo kwenye kesi ya nini? Ya trend. Tuko pamoja? Ndio. Twende kwenye uhalisia wa soko sasa. Uhalisia wa soko ni huu hapa. Unaona uptrend ya uhalisia naiona. Hii ndio uptrend ya uhalisia kwenye gold ambao unasema ni pair ambao unapenda sana kuitrade. Structure ya uptrend kwenye gold si sawa na uptrend kwenye euro USD.
Euro USD ni structure ambayo inakuwa iko smart, inakaribiana na kile ambacho umefundishwa. Sasa kwenye gold structure inakuwa haipo sawa. Na retracement huku yani ndio maana unaambiwa yani forex kikweli mara nyingi ukifundisha usitumie sana kuchora chora mistari, kwa sababu mtu akitoka huko akifika akaangalia hivyo, ukimwambia hebu identify ni structure gani, atashindwa ku identify. Sasa njia rahisi ya wewe kwenda ku identify hizi impassive movement na retracement, usitumie candlestick chart. Unaibadilisha ile chart yako unaileta kwenye line, itakaa namna hiyo. Sasa ni jinsi gani utaenda ku identify? Ni jinsi gani? Cha kwanza unatakiwa ujue ule mwanzo wa ile movement ya buy. Ile kama soko liko nenda up, movement imeanzia huku, si ndio? Sasa kama movement nataka niangalie sehemu ambayo kidogo itakusaidia kwenye kuzitambua vizuri. Angalia movement gani? Let's say labda tuangalie hapa. Nataka kuna kitu nakiangalia hapa. Ngoja tutumie hata hapa. Tumie tu hata huko. Haya. Tuseme huu ndio ulikuwa mwanzo wa impassive, kwa sababu hii eneo soko lilijaribu kufanyaje? Alikupata direction kwa muda. So mwanzo wa impassive ulikuwa ni hapa. Soko lilienda na impassive movement moja. Sasa uta identify kwa namna gani? Hapo unatakiwa usikilize kwa umakini. Soko lilitoka hapa. Sorry, ngoja nikisogeze hiki. Hapa kinasumbua sana. Soko lilitoka wapi? Soko lilitoka kwenye hii area hapa. Then lilipotoka likaenda hadi haya maeneo, lika drop. Udrop huku ni kufanya retracement. Baada ya retracement tukaona impassive move nyingine. Sasa wewe utajua kwamba hii kuna continuation ya buy kwa namna ipi? Utajua kama kuna continuation ya soko kwenda juu pale ambapo sehemu ambayo soko lilishindwa kuivunja, ambayo ilikuwa ni hii hapa. Unaona? Sehemu ambayo soko lilishindwa kuivunja ambayo ilikuwa ni hii hapa. Likija likaivunja na lika close above, kuna continuation ya ile soko kuendelea na nini? Na impassive movement. Tuko pamoja? So hata sehemu sahihi ya wewe kuendelea kubai, kama soko unalikuta ndo limetokea hapa na halijavunja hata huku, sehemu ambayo limeshaitengeneza, utasubiri ifanye retracement, then utasubiri ile impassive na utabai kwenye hii eneo hapa. Sasa kubai kwenye hilo eneo na utajua sehemu gani unaotoka, tutaenda kuvisoma mbele kwenye top down analysis. Hapa na kufundisha tu jinsi ya ku-identify, nisije kuchanganya sana. Mambo yakawa ni mengi kwa wakati mmoja. So ni hivyo. Kwa hiyo mwanzo wa impassive movement clear ni huu, baada ya ile nini? Hizi ndo wanazitaga swing point, au mtu mwingine anaita high low. Yaani majina yapo mengi mno kwenye forex. Kikubwa elewa. Hii movement ambayo ilitengeneza kinini? Ki resistance, ilivyokuja ika drop kutafuta nguvu nyingine. Ilivyokuja ikavunja hapa, tayari hii ndio inaonyesha kuna continuation ya nini? Ya soko kuendelea juu. So ku identify, hii hapa tutaita retracement, hii tutaita impassive. Pia hii tutaita impassive pale mpaka ambapo tutakuja tupate nini? Retracement nyingine. Retracement tutakuja kuipata ni sehemu gani? Ni hii hapa. Ni hii. Kwa sababu movement iliyotoka hapa kwenye retracement ndio ambayo imeenda kuvunja nini? Impassive movement nyingine mpaka huku. Nyingine. Mpaka hapa. Sawa? It means sehemu ambayo ilikuja kuvunja nyingine iko wapi? Hii hapa. Hapa juu. Hapa. Hii ndio ilikuwa nini? Ilikuwa ni nini? Retracement, then impassive move nyingine ikapatikana. Baada ya hapo tena tukaona retracement, impassive move nyingine ikapatikana. Ambapo retracement nyingine ni hii hapa iliyofanyika. Baada ya hapa soko likafanya impassive move. Baada ya hapa tena soko limefanya nini? Limefanya retracement, limeenda na impassive move. So tunachosubiri nini? Kama unataka trade continuation, utasubiri retracement. Baada ya retracement utaingia kwenye ile utaingia kwenye ile impassive move nyingine. Sasa mpaka kuja kujua sehemu gani unaingia, it's not simple. Sio simple kama tunavyochora hivi. Yaani hapa najaribu tu kukupa upate ule mwanga kwanza kabla hujafika huko. Yaani si rahisi hivyo. Kwa ukileta kwenye candlestick chart ndio utaona kwamba umedraw clear. Lakini ukitumia line chart utaanza kuchanganyikiwa. Sasa retracement iko wapi? Mbona hapa naona consolidation hapa? Yaani unashindwa kuelewa vizuri, lakini ukitumia line chart utalielewa soko vizuri na kwa wepesi zaidi. Paka hapo tupo pamoja bro. Ndio. Haya. Lakini kwa kesho huwa napenda sana kupata feedback. Kwa kesho nitakuuliza tulichosoma, lakini before tujiendelea. Kwa hiyo unatakiwa jitahidi kusikiliza kidogo. Tunaweza kuendelea? Tuendelee. Sawa. So tutaenda kwenye downtrend na gold haijawahi kufanya downtrend. Utapata downtrend kweli. Downtrend.
ubaya downtrend za gold sasa. Utakuta ni candle moja. Ndio maana nakwambia Au unatakiwa tunaweza tukaangalia pair nyingine. ngoja nitumie hata euro USD. Maana huko kupata downtrend ni kipengele sana. Angalia euro USD hapa. Downtrend hii hapa. Hii ndio downtrend ya uhalisia ambayo inakuwa ni impulsive move na retracement kutokea haya maeneo mpaka wapi? Mpaka huku. Kwa hiyo ni vile vile utaweka tu line chart kupunguza kelele. Sawa, ili ku identify vizuri. Sasa ukiangalia hii soko ilikuwa inafanya impulsive, ngoja nikuoneshe kwa hapa. Hii hapa, hii ndio ilikuwa ni retracement. Tuseme hii ilikuwa ni direction moja ya soko kwa sababu litoko huko juu linafanya uptrend. So impulsive tuliona ni hii. Retracement ikafanya impulsive, retracement, impulsive, retracement, impulsive. Unaona? So soko ilikuwa na move kwa namna hiyo. Huu ndio uhalisia wa soko tofauti na kuchoroa hii mistari. Impulsive, retracement. Unaona? Impulsive tena, retracement hivyo. Soko ndio linakwenda move hivyo. Impulsive, retracement nyingine, kuna impulsive nyingine, some retracement na impulsive vidogo. Haya, paka huko soko limekuja ikafika hapa ikafanya tena retracement kubwa, likarudi tena likaenda na impulsive nyingine hivyo. Unaona? So soko linakuwa na move kwa namna hiyo, in case of downtrend. Lakini kwenda ku catch move, hicho ni kitu kingine. Jinsi gani unaenda kuingia sokoni, hicho ni kitu kingine kabisa ambacho tukifika kwenye top down analysis ndo kitu ambacho tutaenda kukipitia. Ila kwa sasa hivi elewa tu kwamba nikiona hiki kitu naelewa ni hiki, nikiona hii structure naelewa ni structure fulani. Swali hapo? Mpaka hapa hamna swali, tuendelee. Haya, sawa. Nakuelewa. Sawa, tunaendelea. Baada ya structure ya uptrend kuna structure uptrend, yani kwenye baada ya structure ya trend kuna structure ya nini? Ya range. Lakini baadaye structure zote tutakuja kuzipitia kwenye top down analysis, jinsi ya kuzitrade. Sasa hivi elewa, tupata awareness, uzielewe tu structures zinaonekanaje. Tukienda kwenye structure nyingine, ni structure ya nini? Ya range. Structure ya range inakuwa namna hii. Structure ya range inakuwa namna hii. Range ni pale ambapo soko lina move within in two zones ambazo lina respect two zones. Lakini ndani ya range huwa kuna uptrend na downtrend. Sio umeelewa? Kulingana na time frame ambayo unaitumia. Maana yani hizo structures zinaonekana kwenye time frame zote. Hizo ni 1 minute, 4 hour, daily structures zinaonekana, lakini zinatofautiana nini? Ule tu uzito, kwamba ukiona uptrend kwenye daily time frame, it means kuna continuation ya buy kwa muda mrefu. Lakini ukiona kwenye 1 minutes kuna uptrend, hiyo ni nini? Ni uptrend ya muda mfupi tu, au kwenye 15 minutes. Kwa sababu gani? Kendo ya day imebeba nini? Kendo za 4 hour 6, kendo za 1 hour 24. Kwa hiyo hii ukiona time frame ya day inafanya uptrend, kwa hiyo kuna uwezekano mkubwa wa soko kuendelea kupanda juu kwa muda mrefu zaidi, kwa sababu zile ndo time frame za kupata direction ya muda mrefu. Tupo pamoja? Mrefu. Ndio. So range inakuwa ni kama hii hapa ambayo unaiona, ambayo inakuwa ina respect two zone kwenye hii area, alafu na hii area ya chini. Unaona? Hizi ndo area ambazo hii soko inakuwa na respect. Lakini ndani ya hii area soko linakuwa linaenda na uptrend, linarudi na downtrend, lakini unakuwa unaona lina respect sehemu fulani na lina respect sehemu fulani. Sasa hii inakusaidia nini? Kujua range. Inakusaidia ni case kama umechukua movement ya uptrend, kujua ni sehemu gani ambapo, kama umehold ni sehemu gani ambapo unaenda kutokea. Kwa sababu tunatokea near resistance. Sehemu ambapo soko lina respect na kudrop, ndio tunawekaga TP yetu. Maeneo kama haya, kama unafanya swing. Let's say labda umechukulia labda kwenye labda daily time frame, ukakuta kuna ranging na ukapata entry huku chini, utahold soko ukiona limekaribia kwenye haya maeneo, ndio itakuwa maeneo yako ya TP. Lakini hivyo vitu tutavisoma baadaye, najaribu tu kuhusisha kwa taratibu, lakini hivyo vitu tutavisoma baadaye. Kwenye ranging tupo sawa? Hapo nimekuelewa. Tukifika huko mbele tutaisoma ranging vizuri, ku identify zile major zone utazijuaje, na kuacha kuchanganya kwanza kuchora mistari hapa katikati. Unakuta mtu anachora kwenye hizi retracement zinazotokea katikati. Kwa hiyo tutaenda kusoma mbele. Sasa hivi ni kujua tu kuzidentify. Kitu cha mwisho au structure ya mwisho ambayo ni structure korofi ni consolidation. Consolidation ni nini na inakuwaje? Consolidation ni pale ambapo soko linakuwa limekosa direction kwa muda fulani na candles zinakuwa zina print within the same area.
Yaani zile candle zinakuwa hazionekani kama zinapanda juu au zinashuka chini. Mfano consolidation nzuri huwa zinapatikana kwenye gold I think. Kuna consolidation kweli. Ana euro USD hizi pair hizi. Ni pair moja nzuri sana kuzitrade kwa sababu hazina vurugu, ila ubaya wake ni uwe mvumilivu, ni yani kuja kuipata dola 3 kwenye 0.01 karibia siku 2 hata. Haya, ukiangalia hapa unaona consolidation ni candle ambazo zinakuwa zimesimama pamoja. Yaani ukiona consolidation tunaanza kuita consolidation ikianza na two candle mbili ambazo zimekosa direction. Mfano 1 na 2. Yaani haionekani kwamba labda zinaenda juu au zinashuka, ni kama vile zimesimama hivi zimejipanga. Ile ndio tunaita consolidation. Zimekosa direction. Na consolidation inatokea time frame zote, monthly, 4 hour, day, time frame zote, na maana inabaki ni ile ile. So hata ukiwa unafanya top down analysis ndio hivi vitu tutakuwa tunavihusisha na tunavipitia. So consolidation inakuwa namna hii. Na siku zote consolidation haina chance ya wewe kwenda kutrade. Labda ikiwa imetokea kwenye time frame kubwa kama za 4, kama za monthly time frame, kwa sababu monthly time frame consolidate. Kumbuka monthly ina day kama almost day kama 20 za kutrade. Unaona? Na ina 4 hours za kutosha. Kwa hiyo ikiconsolidate time frame ya monthly sio kwamba utaki kutrade, una trade. Ikiconsolidate weekly utapata chance ya kutrade. Lakini mara nyingi zaidi ikianza kuconsolidate daily, ambao sisi kama day trader huwa ndo tunaanza kupata changamoto. Kuna some consolidation huwezi kutrade. Kwa pamoja tutazipitia zenyewe, tutazipitia. Kwa mpaka sasa hivi ujue kuziidentify tu kwa kuziona kwanza. Then tukiingia kipindi kingine kwenye top down analysis, kama kesho nitakusikiliza na utakuwa sawa, nitakuwa nakuuliza, nikiona upo sawa, it means session inayofuata tunaingia top down analysis. Usipokuwa sawa, nikaona una mistake, tutarekebisha mistake, ndo tunaingia part nyingine. Hiyo itakusaidia umalize mentorship umeelewa, sio umekalili. Sawa sawa. Paka hapo swali? Hapo nina swali. Kuna kitu nishawahi kusikia kinaitwa chopping market. Yeah, chopping ni the same as consolidation. Hizo ni terms tu zinatofautiana. Consolidation ni ile ile, chopping inakuwa ni ile ile. Paka kuna wengine consolidation huwa wanaita ranging, wanaita ni consolidation. So zile ni terms. Chopping inakuwa hivyo hivyo. Yeah. Sawa sawa. Swali jingine? Maana hapo link yetu imebakiza kama dakika moja hivi kati. Amna hapo swali sina. Sasa kikubwa bro kapitie. Kesho tukiingia kwenye kipindi nikusikilize. Nikiona upo sawa na unaelewa kwa haraka, tutamaliza mentorship hata within mwezi mmoja. Baada ya pale ndio tutakuwa nafanya analysis wote. Kama unataka kuingia kwenye trade tunafanya analysis before. Naambiana tunasubiri sehemu fulani, pale tutakuwa wote tunauelewa sawa. Unaona? Kwa hiyo ukiona elewa haraka tutaenda mbele haraka. Ukiona chelewa sitakata tamaa, tutaendelea taratibu, tutapunguza speed. Sawa, nashukuru. Haya poa.